Zungumza na Dr. Ibrahimu Mkoma. Yeye ni daktari kitaaluma, na katika ule utaratibu wa nchi hii ya Saudi Arabia kupitia Wizara ya Hija ulioweka kwamba ni lazima tuwe na daktari maalum kwa sababu ya kuweza kuangalia hali za mahujaji wanaotoka katika nchi yake. Yeye ndiye kiongozi wa madaktari katika eneo hilo. Kwa hiyo naomba sasa nimkaribishe kwa ajili ya mazungumzo machache. Dr. Ibrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali nikupongeze kwa kuwa hapa nchini Saudi Arabia kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hii ya hija. Si mara ya kwanza kuweza kuhiji, yani hii umekuwa takriban huu ni mwaka wa 6 wa 7 au wa 8 hivi. Hili limepelekea kuwa ni daktari muhimu kuwahudumia mahujaji. Hali ya mahujaji wa nchini Tanzania ikoje mpaka sasa kutokana na hali ya hewa tunayoiona hapa? Kwa kweli alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa ya Saudi Arabia kidogo ni afadhali kulinganisha na mwaka uliopita, kwa sababu nyuzi joto zinaenda mpaka 43 kama leo ya kubwa kabisa ilikuwa 43, lakini mwaka jana ilikuwa inafikia mpaka 49 50. Kwa hiyo kuna afadhali kidogo. Lakini sana sana mahujaji wengi wanaendelea vizuri mpaka sasa hivi, ingawa kuna mwenzetu mmoja alifariki juzi kama amezikwa jana. Hiyo ni kawaida, na ndio binadamu. Kwa hiyo kwa wengine waliobaki wanaendelea vizuri na ibada. Na leo ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa ni siku ya joto sana, lakini alhamdulillah hatujapata matukio ambayo ya kusikitisha kwamba kuna baadhi ya hujaji ameathirika na hali ya hewa iliyokuwepo wakati wa swala ya Ijumaa. Nashukuru alhamdulillah tunaendelea vizuri. Asante. Zipo nchi ambazo huwa zina ratibu majambo ya mazoezi kwa mahujaji kabla ya safari. Hili wewe unashauri vipi mahujaji wakiwa wanatarajia kusafiri? Misingi mikubwa ya kuzingatia katika upande wa afya yao ni eneo gani hasa? Kwanza ningependa kutoa ushauri, na hili kwa sababu mimi ni kiongozi, basi taongea na jopo langu kwamba katika kutangaza hija tutaingiza na kiafya, yani mtu anatakiwa kiafya aweje ili aweze apply ama kushiriki ibada hii ya hija. Hilo ni moja, lakini la pili, wale ambao tunakuwa tunajiandaa kuja kushiriki ibada ya hija, kama nilivyosema, ibada ya hija ni ibada ambayo inashughulisha mwili. Unashughulisha mwili, nasema ni physical activity ambazo zina involve ibada yenyewe. Yani kule kushughulisha mwili ndio ibada yenyewe. Sasa tunashauri kwa kila taasisi ambayo inajihusisha na mahujaji, na tutashauri kama daktari wenzangu kuwashauri mahujaji wetu na tarajia kuja kufanya ibada hii waanze kufanya mazoezi. Kwa mfano tutembea mtu kilomita 2 hadi 4 kwa siku, angalau kwa wiki 3 kabla ya kuja kufanya ibada hija. Hii itakutayarisha mwili vizuri zaidi ili uweze kutekeleza ibada kwa ufanisi na kwa upata matokeo mazuri zaidi. Asante, nakushukuru sana daktari kwa maelezo haya, na Mwenyezi Mungu naye vile vile akubariki, hija yako iwe mabrur. Kadhalika vile vile tunakushukuru kwa kutuhudumia, kwa sababu mpaka sasa hakuna matukio makubwa yenye kuhusiana na hali mbaya za Watanzania wakiachia kifo ambacho kimetokea, na hii ni kadari yake Allah tabaraka wa taala. Nakushukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Naam, mtazamaji wa Africa TV Swahili popote pale ulipo, kumbuka tuko mubashara hapa Maka kwa ajili ya kuweza kuzungumzia hali ya hija ya mwaka huu.